Huu mmea huu una kazi nyingi. Ndio. Kazi nyingi sana. Kwa majina unaitwa mbitu. Mmea mbitu. Angalia ua lake lilivyo shamili vizuri, limependeza. Kwanza lenyewe linavutia. Kwa hiyo ua hili lina kazi nyingi na kazi yake ni nzuri na ni kazi kubwa sana kwenye mahusiano. Kuna wengi wanapitia masuala ya changamoto kwenye mahusiano, unakuta mtu. Hebu kwanza kabisa kabla hujaendelea kutupa somo la hili ua ambalo tungependa kufahamu asili yake, linapatikana kwa wingi wapi, nchi gani, japokuwa limepatikana sehemu ambayo umesema ni msitu wako ambao unatafuta dawa. Tungependa kujua kwa nini unadili sana na mambo ya kusuruhisha, mambo ya ndoa, tego. Yani watu wengi wamekuwa wakikusifia sana. Tungependa kufahamu hilo. Kwenye maisha ya kawaida ya kimahusiano au maisha ya kawaida ya kifamilia, kikubwa familia yako ukitaka iwe bora au familia ya mtu iwe bora ni mahusiano ya mke na mume, ili wakae kwa muda mrefu. Usione ndoa za watu wamekaa kwa muda mrefu wamepitia mambo mengi sana. Ndio maana mtu unakuta wamekaa kwenye ndoa miaka 30, 40 wanasherekea uhuru au furaha ya kuwa kwenye ndoa yao. Umeona, kwa sababu anakuwa amepitia mambo mengi sana makubwa ya kimahusiano. Kwa hiyo kwa saizi changamoto nyingi na wengi sana kwenye changamoto ya mahusiano ni kutendwa, umeona, kuachika, mvurugiko wa kifamilia, manake mume na mke kuachana, umeona, kupoteza watoto manake kuwatenganisha, huyu anaenda kwa baba, huyu mwingine anaenda kulelewa na mama. Sitaki kuzungumzia huko sana, nataka nizungumzie mmea huu kusaidia na pia nguvu yake kwenye mahusiano. Mmea tumeona mambo kiwa kwenye familia sana, hasa kwa wale ambao ni vijana chipukizi kwenye ndoa. Ndoa nyingi zinakuwa na migogoro, hususa kufumaniana, kuchepuka, lakini wewe umekuwa ukisaidia sana. Kwa nini ulianza na ukapata umaarufu wewe kupitia hilo jambo? Hili jambo limenipa umaarufu sana ukanda wa Pwani, umenielewa? Pwani hasa Tanga, naweza nikazungumzia Tanga, Kibaha na sehemu zingine na Morogoro, ndo zimenipa umaarufu sana. Kwa sababu ya nini? Ya mahusiano. Nimesaidia watu wengi kwenye changamoto ya mahusiano kupitia huu mmea ambao wewe unauona wa kawaida, lakini ni mmea wenye nguvu sana. Umeona, mmea ambao una mvuto, unaweza ukamfanya mwanamke akupende kwa hali yoyote, na mwanamke anaweza kafanya kitu chochote juu yako wewe kupitia huu mmea akiutumia. Jinsi ya kuutumia huu mmea siwezi nikauweza. Hebu kwanza, kuna faida ambazo umezizungumzia kuhusiana na huu mmea. Lakini kabla hujaendelea, kuna swali ambalo limekuwa sana kwenye comment na watu wengi wamekuwa wakiuliza sana kuhusiana na kazi au mambo ambayo yanaendelea. Imani ya watu wengi wanazungumza kwamba dawa za kienyeji au tiba za kienyeji ambazo mnazitoa nyie huwa zinafika muda zinaisha nguvu yake. Labda kama ulimpata mwanamke kwa kutumia dawa ambazo ni za kwenu, lakini inafika muda dawa zinaisha, ile nguvu inabaki natural ambayo ilikuwa kama hivyo, alikuwa akupendi, anaanza kutokukupenda. Unazungumzieje kuhusiana na matibabu ya design hiyo na dawa ambazo mnazitoa kwamba inafika muda dawa zinaisha, au ni muda gani sasa hizo dawa mpaka zinakuwa zinaisha kama zinaisha kweli? Dawa haziishi, hazina muda wa kuisha dawa. Ila yule muhusika ambaye anahitaji kutumia dawa, yeye kama yeye akatishe matumizi ya kutumia hiyo dawa. Umeshanielewa? Hilo ukifuata taratibu na kanuni za kutumia dawa ya aina yoyote, iwe dawa hii hapa kwenye mvuto wa mahusiano, umeona, mume asikukimbie, mwanamke asikukimbie,
hii dawa hii hapo ukiwa naitumia mara kwa mara, sio mara kwa mara eti kila siku huo unachemsha huu mmea na kuutumia kama maji. Unaweza ukautumia kwenye maji ukachemsha maji unywe, au unaweza ukautumia huu mmea ukachanganya na ukachemsha kama chai na ukautumia kwa vizuri, lakini sio mara kwa mara. Ni mmea ambao huu hapa mahusiano kwa aina yoyote, hata mtu aende kwa shetani mahusiano hayavunjiki ukiutumia huu mmea. Ndio maana nimekuambia ni mmea wenye nguvu sana. Hii sasa kwa mtazamaji anajiuliza kwamba kuna watu wengi hawapendi mambo haya ya kishirikina, lakini huwa inawabidi kwamba watumie kwa mara moja kufanikisha mambo yao. Unajua mapenzi yanasumbua sana. Sasa kwa mtu ambaye anataka kujua kwamba hiyo dawa unaweza ukatumia mara moja tu au utakuwa unatumia kila siku asubuhi au kila baada ya mwezi mmoja, watu wanataka kujua hivyo kwa sababu kuna watu wengi hawapendi mambo ya ushirikina. Wanataka mambo yao yasoviwe, zeni achane na yale mambo hivyo, na wanaamini kwamba uganga ni ushirikina. Of course na unaweza ukajilijibia hilo swali. Kwa dawa zangu mimi ambazo nimezifanyia ujuzi, umeona, na kuzifanyia utafiti wa muda mrefu. Dawa mimi nikikupatia au nikimpatia mtu dawa, anaweza katumia kwa mwezi mara 3 akaitumia hiyo dawa ya aina yoyote ambao anataka yeye, ya kwenye mapenzi, umeona, dawa ya kibiashara, dawa labda ya kutaka kupoteza kitu fulani, unaweza kutumia mara 3 kwa mwezi mmoja, umeona, sio mara kwa mara. Inategemeana na yeye anataka asaidiwe kwenye jambo lipi. Umeshanielewa? Ndo maelezo ya dawa zangu mimi ambazo nazielezea. Mimi dawa zangu ziko vizuri sana. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini vile vile wanasema kwamba kwenye upande wa dawa zako, hasa ukiangalia labda ambazo wewe sasa hivi umekuwa ukizipromote, yani umekuwa mara nyingi sana ukiibuka kwenye matukio ya mahusiano na nini, watu wengi wamekuwa wakusifia, lakini mbali na kazi zako, wengine wamesema kwamba huenda ufanye vizuri kwa sababu unaweza ukaleta taaruki. Kwa mfano kama tendo la ndoa, watu wakina sana, unaleta kitu fulani ambacho sio kizuri. Kwa nini unafanya hivyo? Watu umegusia swala la kuna sana. Umeona, ndio ambalo ulilifanya ndio lilikupa umaarufu. Ndio hilo lilinipa umaarufu kwa sababu kuna watu ukiwaambia kitu fulani waacha wasikilizi. Yaani ukimwambia mtu huku linatokea huku, umeona, ndio nikaamua niweke mfano kwa mtu yule tukio lililomtokea. Umenielewa? Kwa sababu haujui mtu anahangaikia nini kwenye mahusiano ya familia yake. Mtu anapambana, anahangaika na maisha, familia ifanye nini? Yaani familia yake iwe bora. Kwa chochote kile anachopata iwe 200, 300, lakini unakuta kuna mtu linatoka huko linaenda kuvuruga familia. Anavuruga familia kidogo tu. Huyo adhabu yake ndio hiyo. Lazima ufanye tendo hilo. Adhabu yake ni mfano kwa watu wengine. Umeona? Na ukitaka na wewe nikufanyie hivyo, naweza nikakufanyia. Mimi sichepuki. Hebu elezea kidogo, umezungumzia kuelezea kwamba namna inavyofanya. Hii dawa mbitu, hii mmea huu, wewe mwenyewe naweza nikakupatia. Huu mmea ukaenda ukauchemsha. Umeona, ukiuchemsha ukitumia wewe au akitumia na mke wako, nyie kutengana, aje shetani. Yaani shetani tena atoke mbinguni, ashuke atenganishe ndoa yenu. Sasa kama ina nguvu sana hivi. Sasa kama huu mimi nitamshawishi vipi mke wangu atumie wakati wazi mke wangu hawezi kushiriki mambo ya ushirikina? Sio kumshawishi. Kuna muda mwingine uko kwako au kuna muda mwingine mtu yupo kwake na familia yake. Sio kila siku anamtegemea mke wake apike. Umenielewa? Hata wewe mwenyewe asubuhi umeamka, unachukua huu mmea, unaufinyanga kidogo, umeshanielewa, unatenga chai. Umeona, ukitenga chai unapika vizuri, unaichuja, unamuita mke wako, nimeandaa chai, naomba tunywe. Umeona, mnakunywa vizuri. Atagundua nini? Agundui kitu chochote. Ndio akigundua, yani kugundua, atagundua pale endapo mahaba yamezidi zaidi. Kwa mume wangu, mbona muda mwingine
vitu unanisaidia, vitu ambavyo nisaidii wewe unanisaidia. Mara kufua unaenda kufua. Mke wangu naenda sokoni, unakimbia unaenda sokoni, yani mambo yanabadilika. Yani hii hapa dawa ikikuingia inakuingia hadi kwenye ubongo. Sasa vijana wengi wamekuwa wakikusifia kwamba kiboko na mzee wa heshima, baadhi wamekuwa wakikutania na sisi tumekuwa tukishangaa sana. Kwa nini unasema unawasaidia kuwainulia mashine? Sasa ni mashine gani kwa Kiswahili, kwamba mashine zao unaziinua na kwamba zinakuwa zimeanguka hizo mashine? Unajua tafsiri za maneno kama haya bwana, lazima umuulize mwenyewe. Hii kauli kwa nini imekuwa ikizoeleka kwako? Nyie vijana ndo mnaita mashine. Sisi hatuiti mashine, hatuiti mashine. Tuna majina yetu ambayo tunaita. Umeona? Kwa sababu wanaume wake lazima atoe kitu chochote kwenye familia. Umeshanielewa? Ndio maana chochote kama nini, sadaka au nini, sio sadaka. Jua mambo ya kafara. Wanaume lazima ulete familia. Sio nakaa na mwanamke ndani hata mwezi hamna kitu kinachotokea chochote. Umuone hata mwanamke akitema mate. Umuone hata mwanamke hata kusema mume wangu sijaingia. Nyie vijana sijui mnasemaje nyie? Sijaziona sijui siku zangu. Sisi hatuongei hivyo, nyie ndo mnavyoita nyie vijana. Lakini nguvu hiyo naweza nikaielezea, umeona, kwa aina 3 za maombi. Hebu kwa faida ya mtazamaji ambaye anakutazama, hii nafikiri itakuwa na mwanga na kuuliza maswali nje na mada kulingana na vitu ambavyo unavifanya. Kuna mstimu hapo umeusimamisha hapo, ni kitu ambacho toka mwanzo naangalia na interview wa mwanzo sikuweza kukuuliza ina kazi gani na faida gani, maana unaonekana kila sehemu upo nayo. Kuna siri gani kwenye hiyo mstimu au fimbo ambao mstimu ni nguvu tosha ya kukamata wachawi, umenielewa? Ndo muhimili wangu kukamata wachawi ambao wanasumbua, kama vile wanavyosema muhimili wa bunge. Ndio, kwa sababu kuna sehemu ambazo mimi naitwa, sehemu zingine kukamata wachawi, umenielewa? Wachawi sio wale tu ambao wanaloga maendeleo ya watu au wachawi ambao wanaloga kitu fulani, hapana. Kuna sehemu mimi nilipelekwa, kulikuwa kuna changamoto kubwa sana. Hiyo sehemu nilipelekwa, changamoto yao ilikuwa kubwa sana. Ni nini? Changamoto ilikuwa kubwa sana, zilikuwa ni mbili. Kwa upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Ilikuwa ni lika ya wale ambao wapo kwenye mahusiano. Umenielewa? Iwe awe mzee au awe vijana wakati. Vijana ndio ongelea wale wenye miaka 25 na kuendelea. Unakuta mzee au kijana ameamka asubuhi au ameamka asubuhi tuseme. Anahitaji mke wake anahitaji tendo la ndoa. Mwanaume anasema nimechoka. Umeona? Kwa nini umechoka? Kati mume wangu najua wewe shughuli zako unazofanya sio kazi ngumu sana. Kumbe vitu ambavyo vimempitia usiku ni mwanamke mwingine ambaye amempitia usiku kiuchawi, wamefanya tendo la ndoa, ameondoka. Mwanamke mke wake akidai apewi. Kwa hiyo inamkuta kwa mwanaume, inamkuta na kwa mwanamke. Mwanamke unakuta labda usiku hiyo saa 7, saa 8 mwanaume anahitaji tendo la ndoa. Mke wake anamwambia mume wangu mimi nimechoka sana. Yani hapo anakuwa anataka mpododo, yani tunazungumzia mpododo. Huo mpododo mimi sijui. Anahitaji mapenzi. Ukisema mpododo mimi siwezi nikaelewa. Mpododo ni kauli za vijana kusema anahitaji mapenzi. Au kwa watu wa pwani wanasema mpususu. Mpususu ni wewe unazungumzia. Lakini sisi tunavyojua tendo la ndoa au mapenzi. Unakuta mwanaume anahitaji mapenzi kwa mke wake anasema nimechoka. Umechoka nini? Kuja kuangalia unakuta shuka limeroa. Umeona? Kumbe mwanaume usiku amempitia, ambao ndo wachawi hao. Bado hujanijibia swali langu ambalo linahusiana na wale ambao wanajiita wana vijogoo vimeingia ndani. Umenielewa? Na ulisema kwamba wanakusifia sana kwamba mzee wa kukuza majogoo. Hebu tuelezee, kwa nini unakuza vipi majogoo? Mtu mwingine anasema ni kuku labda. Majogoo ni mmea huo ambao umeuona nimeushika. Umeona? Sasa hiyo jogoo gani jogoo? Huu ni ukuaji wa maumbile ya mwanaume. Umenielewa? Huu ambao unauona ni mwanaume ambaye amekamilika. Umeona? Kwa kama mimi sijakamilika.
siwezi nikajua mpaka nikutambue. Kuna dawa naweza nikakupa nikakutambua wewe kuwa umekamilika au hujakamilika. Hiyo dawa ipo, sio hii hapa ya kukutambua wewe kama umekamilika na maumbile yenyewe ambao ndo haya hapa ndo nazungumzia. Kwa hayo maumbile ni makubwa, ni makubwa kuliko yote. Ili hapa ni ukuaji wake, kwa maana yake hapa imeisha kuwa ni umbile ambalo limeisha kamilika. Maana sisi tunakuwa afu tunafikia kikomo au na sisi tunaendelea kukua. Kuna kikomo ambacho cha maumbile ya mwanaume. Mtu mnyama ambaye ana kikomo cha maumbile ni punda. Umeaiona maumbile ya punda wewe? Bado sijayaona. Mtafute punda, angalia maumbile yake. Punda wa kiume. Yule ndo ana kikomo. Haya, nazungumzia tuachane na punda. Ili umbile dogo ili ambalo limeota ili kwenye mmea. Hiki ndo kibamia. Naweza nikatatua swala hili kwa kutumia dawa, lakini hiyo dawa na yenyewe ina utatuzi wa haya maumbile ambayo yule mwenye kibamia umeona. Anaishi na mwanamke lakini hajaifanya kitu chochote kwa mwanamke wake. Au hana mabadiliko yoyote ya kupata familia. Mabadiliko yake mke wake ni kulia, kujutia, ana mme na anampenda lakini kiziwi yale mahitaji ambayo anataka kwa mume. Sasa hapo ina maana unazungumzia wale mabosi lady wenye vitambi alafu kajogoni kadogo. Ndio. Kuna dawa ambayo ipo na yenyewe. Dawa sio hii. Mimi naelezea hii dawa ambayo ya maumbile, kukuza maumbile. Umenielewa? Ndio umechukua maarufu kwamba kukuza majogoo. Sawa. Kukuza majogoo. Kwa hiyo ili ambao nyie vijana mnaita kibamia, dawa yake ipo. Kumtoa mtu kwenye hali ya kibamia na kuwa na maumbile kama haya hapa. Manake umbile linaanza kukua kama hapa, ndio linakuja umbile hili hapa. Umeuona huu mmea huu? Jina sitaki kukupa. Hii mizizi yake hii. Hii mizizi yake kaka, ndugu mwandishi wa habari, kazi inaofanya ni kazi kubwa sana. Ndio wale wanaume wenye tamaa ya kutembea na wake za watu. Umenielewa? Yaani hawana misimamo wenyewe, hawasikiki ya kutembea. Hii kazi yake hii hapa. Na yenyewe imenipa umaarufu mkubwa sana. Umenielewa? Kuna sana. Ndio hivi tuzungumzie toka umejua mitandao ya kijamii na sisi watu wa media kukufesi na kuja mara kwa mara, na sasa hivi umekuwa ni mtu ambaye unapenda sana media na unapenda sana kutoa elimu hizi ambazo ni za kitabibu. Ni faida gani ambazo umezipata toka umeifahamu hii mitandao ya kijamii? Faida nilizopata kwa mitandao ya kijamii sio kuwa nimeingiza fedha nyingi. Au sio kuwa nimekuwa mtu ambaye najionyesha kuwa mimi ndo mwamba. Mimi ndo mganga tambi kuliko wote, hapana. Umeona? Tupo waganga tofauti. Kila mtu ana ujuzi wake. Mimi na ujuzi wangu, kila mganga na ujuzi wake. Mitandao ya kijamii imenifanya mimi nitembelewe na watu tofauti. Umenielewa? Kama wewe ulivyonitembelea. Sisi toka tumeanza kutafuta toka mwaka jana tunakutafuta ni kwa sababu ya matukio yako ambao walikuwa wametrend. La kwanza ambalo lilikuwa limetrend lile ambalo wale walinasana wale walikuwa wa Singida. Walikuwa watu wa Singida. Napo nilisafirishwa kwenda Singida kwa sababu wale watu ambao wamenasana ni kijana ambaye alikuwa anatembea na mke wa mtu. Umeshanielewa? Huyo mtu wa Singida mwenye mke huyo alivyoona huduma yangu mimi natoa vizuri, akawa amenisafirisha na kulifanyia uchunguzi hilo swala. Na mimi nikalifanyia kazi, ndio kaona jambo lile limetokea la watu kuna sana. Haya, tukio la pili ambalo watu wengi walishtushwa ni lile ambalo yule dada ambaye uliweza kumpatia joka kuweza kufanya nalo mapenzi kwa ajili ya utajiri. Yule dada ilikuwa ni gumzo sana. Ilikuwaje na alijengeka vipi ujasiri wa kuweza kukaa na joka na kufanya nalo mapenzi? Na kwa nini watu wengi mnaweza kuwapa mambo mazito kama hayo masharti ambayo kiukweli mganga hela kubwa au uwezo kaitafuta kwa kupambana kwa kubeba mawe. Umeona? Au yani nasema hela kubwa. Kwa mfano 10,000. Achana na 10,000.
naongelea kiwango cha kuanzia milioni na kuendelea. Hauwezi ukafanikiwa kwa kubeba mawe, umeona, kwa kufanikiwa kwa kufanya kazi tofauti. Watu wanafanya kazi mganga, tumeona watu wanafanya kazi kidogo kidogo, wanamiliki fedha. Kuna siri gani kwenye fedha labda? Hapana. Hapana. Au ambao unawaongelea wewe wanafanya kazi wanapata fedha, washapitia kwenye mikono yetu sisi. Umeona? Kuna upataji wa fedha. Hebu hapo mganga, hebu tupe siri ya mikono yenu, maana sisi hatutegemei mikono yenu, bali tunaamini mikono yetu ndio itatupatia riziki. Mikono yenu na siri gani ambao sisi tuiamini? Siwezi nikakufungulia vitu vingi kuvijua kwa ajili ya upatikanaji wa fedha, lakini naweza nikakudokeza vitu viwili tu. Upatikanaji wa fedha, unajua saa hizi vijana wengi wana drive magari, wana maisha mazuri. Usiwaone tu kwenye vioo vyao tinted nyeusi zile, wana drive magari, wana maisha mazuri. Wamepitia sehemu ngumu. Wewe nikikupitisha uwezi. Najua hiyo kazi ambayo unaifanya inakufaa. Unaweza ukalala kwenye makaburi siku 3. Yeah, of course nalala, lakini sasa hapo kulala inategemea. Kulala kwenye makaburi siku 3 ukiwa uchi, sio kulala hivi hivi. Yaani hebu kwanza mganga, hapo hilo ni jambo ambalo unajua kuna maswali mengi ambayo watu wanajiuliza. Hususa wale ambao wanamiliki fedha na kusemekana kwamba wameyafanya hayo masharti. Umenielewa? Lakini kuna wengine wanasema inawezekana vipi? Kwa mfano, nikaenda kuoga labda barabarani njia ya panda, kuna mambo hayo yamekuwa yakizungumzwa kwamba huwa wanafanya watu, wanalala makaburini, wanalala kwenye jeneza, lakini hiyo kwenye jeneza unaweza nikakubali kwamba hata nikiweka ndani kwangu sikinakuwa kama kitanda na lala tu. Umenielewa? Gumzo ni yule ambaye alikuwa anafanya mapenzi kwenye nini? Anafanya mapenzi na nyoka, lakini gumzo jambo lingine ni kulala makaburini. Makaburini kunaweza kusitisha kitu chochote, kusiwe na chochote, lakini unawezaje ukalala alafu peke yako? Kitu gani kitatokea? Hebu kwanza tuelezee kidogo. Mtu mpaka anakuja kuniambia shida yake ya tatizo ambalo anataka kulitatua, ujue ameshajiandaa kinamna yoyote ile. Mtu hawezi akanitembelea mimi kwangu wakati hajajiandaa kwa namna yoyote. Umenielewa? Manake wewe mpaka umekuja kunifikia mimi nilipo, manake umejiandaa kwa namna yoyote. Umenielewa? Na ndo maana umejiandaa kwa namna yoyote, na yule mtu ambaye anahitaji huduma yangu mimi, manake amejiandaa kwa namna yoyote ile, kuwa mimi namtembelea mganga Tambitabi, nataka kanisaidie. Sasa hebu tutulie mganga. Unajua kuna mambo ambayo naweza nikakuuliza, lakini mimi mwenyewe kwanza yakanipa changamoto kufikiria. Kwa nini mnawachagulia watu masharti magumu? Kwa nini msiwape tu rahisi kwamba utakuwa unafanya mazoezi lakini utapata hela? Kumchagulia mtu masharti magumu inategemeana yeye na nyota yake. Kitu kikubwa ni nyota. Umenielewa? Ndio maana unakabidhiwa masharti magumu. Ukiwa na nyota mbaya lazima upitie masharti magumu, ila ukiwa na nyota safi ambayo ni nzuri kwako utapitia masharti mepesi. Masharti mepesi sasa ndio ya namna hii. Unakuta wewe nyota yako, sikuwekei mfano wewe, nakuwekea watu wengine ambao wamepita kwenye mikono yangu mimi. Unakuta na nyota safi, umenielewa, ila anahitaji ni mfanya biashara mdogo, ila ana nyota safi, anahitaji kupushi biashara yake na kuwa mkubwa. Maana yake mfanya biashara mkubwa ndo anaweza kapata sharti la kutoka usiku. Yaani kutoka usiku maana yake aende akaoge. Kuna dawa ambayo atakabidhiwa, hiyo dawa ataenda kuchemshia hayo maji. Umeona, maji yatakuwa uvuguvugu, ataenda na beseni kuoga sehemu ya biashara yake usiku akiwa uchi. Hayo ni masharti madogo. Umeona, ni ya yule ambaye mwenye nyota safi, umenielewa, na anahitaji kuwa mtu mkubwa kwenye biashara. Hebu tuchukulie mfano. Sawa, wewe unasema ni dogo, lakini kwangu mimi labda mimi ni muuza nyanya au muuza mboga sokoni. Nitaenda kuoga vipi hapo mganga? Hebu kuna mambo mengine tunaenda nyuma, tunaenda na mbele kidogo. Alafu tunatathmini. Naoga vipi sokoni? Niko sokoni, nauza genge sokoni. Sokoni unaoga tu, unaenda usiku. Saa 8 hasa ndo muda wa kufanya hilo tukio.
Sasa mganga, sawa saa 8. Na hii labda kwa watazamaji watanisaidia kudondosha comment. Ndio. Kulingana na haya. Saa 8 sisi sasa hivi masoko yetu yana walinzi. Umenielewa, yana walinzi. Unaingia pale kuna mlinzi nini na nini. Utapita vipi na utamshawishi vipi mlinzi kwamba mimi nataka nikaoge kwenye biashara yangu? Ndio. Umeniuliza swali zuri. Hiyo ndio changamoto. Sehemu ya biashara ambao unafanya wewe biashara, unalipa kodi, unalipa fedha ya mlinzi. Na huyo mlinzi lazima kutambue. Umenielewa? Kwa hiyo wewe unaweza kumuomba mlinzi kwa namna yoyote na ukampa chochote na yeye apate hata pesa ya maji. Umeona, kwa sababu mlinzi anaijua ofisi yako. Anajua uwezo ukaikimbia ofisi. Wewe utamlipa fedha, umeshanielewa. Na unamwambia nataka nikaoge. Nataka nikaoge mlinzi. Hususa haya mlinzi wa kiume wewe wa kike anataka kusimamie sasa. Hawezi akafanya hivyo. Achungulie na mali, achungulie mali akitamani. Hawezi akafanya hivyo. Hawezi akafanya hivyo. Kwa sababu subiri mganga. Nisikilize. Naomba na mimi unisikilize mganga. Hapa tunatengeneza hoja tusibishane. Lengo watu wajue. Watu wanawashtumu nyie mnawapa masharti magumu. Ndio. Kiasi kwamba wakishindwa ndo tunawakuta mtaani wanaokota makopo. Umenielewa? Na kuuliza hivi kwa faida ya watu ambao huenda wanafanya hayo mambo, huenda wanataka kushawishika ili wasije wakaingia alafu wakaanza kunini? Kupata shida. Haya, niambie sasa hapo. Mganga yule mtu tamshawishi vipi, au kuna dawa mnampulizia yule kwa mfano kama mlinzi? Hapo ndakujibu vizuri na utaelewa vizuri. Mtu ameisha kabidhiwa dawa ndo anaenda kuoga sehemu ya biashara. Na mlinzi yupo. Kitu cha kwanza akiongea na mlinzi lazima atamuuliza kwa nini wewe umekuja mida hii, muda mbovu, umeona? Kuoga. Hakuna baba. Yeye atamwambia mlinzi kabisa uhalisia wake, mimi naenda kuoga kwenye sehemu ya biashara yangu. Mlinzi akiwa ameshamkabidhiwa nini posho, umenielewa? Lakini akiingia ndani ya eneo, ndani ya soko au ndani ya sehemu ambayo ipo biashara yake, mlinzi hataona tukio lile ambalo linafanyika. Kwa maana hiyo hata nyewe waganga mnaamini kwamba ili mambo yaende sawa lazima mtu atoe posho. Ndio. Mzunguko wa kishirikina ndo unazunguka hivyo. Unatoa posho. Lazima utoe posho ambayo ndo sadaka yako wewe. Lakini mimi sisemi posho fedha. Bwana mtazamaji, unaweza ukadondosha comment miongoni mwa mambo ambayo tunapiga story hapa na Mr. Tambi mzee au kiboko, suluhisho ya wanawake ambao wanavunja amri ya 6. Tukizungumzia amri ya 6 kwa hiyo na D1, sitaki kuelezea kikubwa, ucomment na kusubscribe hapo chini ndio utaelewa, utakuwa na D1. Sasa mganga, ndio. Unajua mambo mengine ambayo sasa hivi yamekuwa na heka sana. Umeona? Hasa tukivuta lile tukio la nyuma ambalo wewe ulimpa yule mdada aweze kufanya ulimpa na alikuwa na mafanikio kufanya mapenzi na nyoka, na imekuwa question sana kwa watu wengi. Kufanya mapenzi na nyoka. Unajua nyoka hebu kwanza tujue nyoka ana sehemu gani ya maumbile. Kwa mfano kama yule mdada naamini kwamba yule nyoka alikuwa na tango. Nikizungumzia tango nazungumzia mashine. Nafikiri unaelewa. Hebu uume sio mashine, uume. Uume ndio uume. Tunapunguza ukali wa maneno. Uume au ndefu kunyonga, nyepesi kuingia. Ndio. Ina sehemu gani ile sehemu nyoka, ina sehemu gani ambapo mpaka yule anaiingiza, na ile napata vipi na hela anazipata vipi? Swali. Hela anazipata sehemu ambayo anafanyia mapenzi na joka. Umenielewa? Sehemu ya chumba chake kile ndo anapata fedha. Na wengi wanajua joka labda ni joka ambalo linaweza likatoa uhai wako wewe, au joka ni binadamu ambaye joka ni binadamu kama binadamu mwingine. Umenielewa? Lakini yupo kwenye maumbile ya joka. Umeshanielewa? Kwa hiyo siwezi nikaelezea uume wa joka huko wapi, akati joka ni binadamu kama binadamu wengine na ana maumbile. Unajua wengi walishangaza, japokuwa yule dada alikuja kurudisha ile joka, nafikiri una nani. Sasa watu wanajiuliza kwamba yule joka sehemu gani ambapo ilikuwa inatoa na zile pigi nini, pigi zile mbegu zile alikuwa anatolea wapi, na yule dada
Kwa nini yani hivyo vitu, yani fafanua kidogo. Maumbile ya joka yapo mkiani. Umeona? Na sio kichwani. Sio kichwani. Yapo mkiani. Na joka kama joka, kwanza niongelee nyoka. Nyoka wapo wa aina tofauti, wapo wengi. Lakini joka ambalo ninasema kama binadamu lina maumbile mkiani ni chatu. Chatu umeimuona wewe kwa macho yako? Umeona kwenye TV. Sawa. Lakini joka hilo ni binadamu. Umenielewa? Ndio maana hata kisheria, umeona, ukitupa takataka sehemu ya mazingira ya maeneo ya jeshi, utupe takataka au ufanye kitu chochote ambao wewe sio muhusika wa jeshini, umenielewa, adhabu ambao utapata kama wewe ni mwanaume, mlikuwa wawili na mwenzako, atakwambia mfanye mapenzi ya joka. Mapenzi ya joka unajua yakoje? Ya joka. Ina maana ni kuanguka chini, kuvirigika chini. Yani mshikane miguu kwa miguu. Yani miguu yako ingie kwa mwenzako yote miwili, ndio mapenzi ya joka. Kwa hiyo joka na yeye anazaa kama binadamu. Umenielewa? Upatikanaji wa fedha, mtu anasema fedha anapataje huyo mtu akifanya mapenzi na joka? Au dada huyu ambaye unaniulizia alifanya mapenzi na joka. Umenielewa? Huyu aliyefanya mapenzi na joka, fedha zinapatikana kwenye chumba kile ambacho anakitumia kufanya mapenzi na joka. Na joka natoa mimi mwenyewe. Umenielewa? Joka natoa mimi mwenyewe. Joka sikupi masharti ya kwenda kulitafuta joka. Joka natoa mimi mwenyewe. Ila litakuwa chini ya himaya yako wewe. Ndio ukimwona mtu amechizika au amekuwa chizi, ameshabadilika, wakati alikuwa na hali nzuri, ana maisha mazuri, ujue alienda tofauti na masharti ambao nimempatia mimi. Masharti ya maana utakuta labda joka alilitupa au alichoka kulala na joka muda wote kitandani. Umenielewa? Ndio anakuwa ameshatengua masharti. Sio kila muda utakuwa nalala na joka, hapana. Umeona? Lakini joka lazima lile vizuri, uliogeshe. Hebu tulia kwanza. Unajua vitu ambavyo vinaweza, mambo ya kishirikina unajua yanashangaza kidogo. Baadhi wanasema ni science. Ndio. Lakini kwa sisi tunaamini haya mambo yanatuchanganya kidogo. Tukimwangalia nyoka kimaumbile yake ni mnyama ambaye sehemu yake ipo katikati. Ndio. Ina maana ili apate utamu lazima kuna kitu kitoke mwilini mwake kiende ndani kwako. Naamini labda kama zile mbegu, umenielewa? Sasa ukiangalia distance za yule nyoka mpaka ukipate kile sehemu ambapo kuna sehemu ya kutolea utamu au taka mwili, kuna umbali kidogo. Sasa kwa mfano kama mwanamke anaingiza yote, inazama inaingia kule ili mpaka ile sehemu ya utamu idondoke. Ni swali lako ni zuri. Umenielewa, swali lako ni zuri. Na hapa pia umenitembelea mazingira ambao joka hilo lingine mimi nimelifungia kwenye kuna mitungi. Unaijua mitungi? Mitungi ambayo tumetengeneza kwa udongo. Chungu. Chungu. Sasa ukisema mitungi mimi najua kwa Kiswahili. Ila chungu na chenye ni Kiswahili. Umenielewa? Mitungi pia ni hivyo, lakini kile chungu ndo ambacho nahifadhi mimi joka. Chungu kikubwa ambacho kimetengenezwa udongo mbichi. Umenielewa? Nahifadhi joka langu. Umeona, ambalo ndo la utajiri. Hapa nimechukua huyu mmea kukupa mfano wa joka. Huu mmea huu hapa. Huku ndo mkiani. Umenielewa? Karibu na mkia huku. Hapa katikati kuna tobo pale. Kuna kitobo kidogo, sio tobo kubwa. Kuna kitobo kidogo ambacho ndo kinatolea utamu. Sio utamu, kinatolea mbegu za uzalishaji wa fedha ambazo mhitaji huyu anataka kubadilisha mfumo wa maisha yake. Ila kwa nyie vijana mnasema utamu. Umenielewa? Ndo umegusa kwenye utamu. Lakini ndo hivyo.
Kwa hiyo mimi nikakuuliza umewahi muona chatu au nikuchukulie chatu saizi nikuoneshe mfano. Tumia ustaarabu. Sio mpaka. Maana nikikuletea chatu utakimbia ndugu mtangazaji. Kwanza sehemu hii tutapotea. Tutashindwa kufanya. Kwa hiyo kuna wengine wanayapendaga masharti ya joka. Umeona? Ila wengi niliokutana nao vijana pamoja na wazee wenye matatizo ya kimaisha, yani ya fedha, wengi wamekimbilia kwenye sharti la kulala makaburini uchi, kulala siku 3 uchi. Na ukilala hapo biashara imeisha. Siku 3 nalala. Manake hizo siku 3 ambazo unalala, kitu cha kwanza tunataka tujue. Siwezi nikuongea. Tuingie kuna watu ambao wanataka utajiri wa majini na wamekuwa wakizungumza kwamba majini mengine unafanya nayo mapenzi, vitu kama hivyo. Hebu tuzungumzie, kuna majini aina ngapi na jini ambalo linatoa hela nyingi sana? Hebu tupige story kuhusiana na ili mtazamaji sasa aelewe na apate elimu zaidi kuhusiana na majini. Maana haya imekuwa changamoto, vijana wengi wanasema mimi nikija ghetto mimi nalipa mpaka pa mwisho. Kuna maji tujue mwanadamu unaweza ukalizisha jini kweli kwenye mapenzi? Ndio. Lakini sio unalikuna kisawa sawa. Sio kila mwanadamu. Na kuna jini, kuna majini ya aina hii 3. Umenielewa? Kuna jini la kimahusiano. Umenielewa? Jini la kimahusiano ambayo lenyewe linakuja kwa ajili ya mahusiano tu, mapenzi. Haya majini yanaweza kuwapenda wazee? Maana vijana ndo wana power, wana 6 pack. Wazee haijaitokea. Majini ya mapenzi yanaangalia vijana. Hebu tuzungumzie kwa mfano, kuna majini ya jinsia mbili, na maana hapo kuna ya kiume na ya kike. Toka nianze kusikia habari za majini kuwapenda wanadamu, Ndiyo. Nimesikia tu majini ya kike. Vipi majini ya kiume? Mganga wewe unaonekana wewe uko na ya juu na yaonaona mnapishana nayo, si ndio? Ndio. Hebu tuelekeze kabla tujaingia kwenye utashi na elimu ya kidunia mambo ya majini. Ndio maana nimekuambia kuna majini ya aina 3. Jini la kike ndo lipo kwenye mahusiano na ndo lipo kwenye fedha. Ndo linapenda ngono. Na ndo lipo kwenye fedha. Na jini kwenye upendo, naweza nikasema kwenye dunia hii jini ndo linashika nafasi ya kwanza kupenda kuliko kitu kingine. Yani ndo lina tamaa. Jini la kike. Umenielewa? Sasa na likikupenda limekupenda kweli kweli. Nataka kwanza kabla tujaingia kwenye jini la kike na lina faida gani, nataka kwanza tuende kwenye jini sasa hilo la kiume hilo. Ndio. Ambalo hilo linampenda nani? Linampenda demu, linapenda yani hivyo yani. Jini la kiume lina shida. Lina matatizo mengi sana. Jini la kiume lipo kwa ajili ya kuvuruga tu mipango ya watu. Umenielewa? Lenyewe halitaki ngono. Nataka nikupe mfano. Jini la kiume linataka ngono, lakini sio kama jini la kike ambalo limezidisha. Jini la kiume kama wewe, na kuwekea mfano kwako, sikuwekei mfano kwa watu wengine ambao wanakuja kupata. Wewe sio jini. Wewe ni mtu labda mwenye fedha, mfanya biashara, lakini umeoa. Umenielewa? Kwa hiyo hilo jini la kiume likiwa linakuja kwako kwenye mji wako na likianza mahusiano na mke wako, lipo kwa ajili ya kuvuruga mipango yako na biashara zako ambazo zitaendelea. Umenielewa? Kwa hiyo jini la kiume ni machache, si hayapo mengi sana kama majini ya kike. Jini la kiume lenyewe kazi yake ni kuvuruga tu mipango. Umenielewa? Okay. Kuvuruga mipango kwa watu ambao sawa. Tukizungumzia majini, tumepata elimu ya majini sehemu mbalimbali. Tumezungumza majini kwamba mwanadamu unaweza kuzaa na majini. Ndiyo. Sasa je, kama mimi mtoto wa kiume leo na uwezo wa kuzaa na jini, Ndiyo. Je, wale watoto wanaozaliwa wanakuwa ni majini, na je naweza nikaishi nao huku au inakuwaje? Ni watoto ambao utaishi nao vizuri huku mtaani. Utaishi nao vizuri, lakini kuna kitu ambacho yani ukizaa na jini la kike kuna vitu vizuri. Kwanza watoto, ukipata watoto na jini la kike, watoto watakuwa na upeo mkubwa wa kiakili.
na watakuwa na upeo mkubwa wa kufanya jambo endapo utawalea vizuri. Okay, hapo nimekuelewa. Kuna watu wengi wanajiuliza kwamba nina uwezo mimi wa kumuita jini akaitika au mpaka mnipatie nyie? Yaani mimi sasa nina shida, sio mpaka nije kwako nalitaka. Kuna uwezekano? Na kama kuna uwezekano ni njia gani? Kuna uwezekano, lakini hiyo njia siwezi nikakuambia. Kuna uwezekano wa kuliita jini, kuna dawa lazima uitumie. Na hiyo dawa hiyo hatugawi bure. Na hiyo dawa tuoneshe ovyo ovyo. Umenielewa? Okay, sawa. Kuna video subiri kwanza. Na umeniuliza kuhusu masuala ukizaa na nani? Ukizaa na jini au watoto wanakuwa wa kawaida au wanakuwa kama jini? Ni watoto ambao wanakuwa wa kawaida. Wewe unajua neno ili vijana mnaita huyu mtu ni genius. Genius. Mtu ambaye yani ana uwezo. Manake amepitia kwenye mfumo wa jini. Yaani huyo mtoto alipitia kwenye familia ya kijini. Manake alizaliwa na mwanamke wa kijini. Ndio maana unakuta mtu genius. Bwana, huko mtaani usiitwe genius. Mtu akikuita tu sema mimi sio. Bwana, kuna video inayokuja tutazungumzia na tutambembeleza azungumzie kuhusiana na namna ya kumiliki jini. Sasa kama una ndoto ya kumiliki jini, basi kaa attention. Kwa usiache kusubscribe, kulike na kushare. Lakini toka mwanzo wa video nafikiri nimeweza kureply message nyingi. Of course kama comment tumeweza kujibu. Kwa hiyo usiache kucomment, kulike na kusubscribe. Kumbuka ni kwa ajili ya kupata update kama hizi na mambo mazuri ambayo unayapata kwa wakati. Mimi sina cha ziada zaidi niseme chao. Bwana mganga, waage kidogo. Mimi na watakia